Halo, ndugu watazamaji wa Mifa TV, karibuni kwenye Mifa TV. Ikiwa ulikuwa bado kutufuatilia, basi unaweza kusubscribe kwenye channel yetu hii hapa ya Mifa TV ili kujipatia taarifa kwa muda sahihi na taarifa ambazo ni za uhakika. Unaweza pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii kama vile Instagram, Facebook na TikTok. Tunatumia Mifa TV hiyo hiyo. Siku ya leo nakuletea kile ambacho kinapatikana huko DRC ambayo ni Kongo, na unakwenda kujionea jinsi gani jeshi la DRC ambalo ni FARDC linaiangushia mzigo AFC na M23 kwa kuto kukubaliana, kwa kuto kutimiza, kwa kuto kufuata sheria, yale mapendekezo na makubaliano ambayo waliyafanya huko Angola. Na sasa hivi nakwenda kusomea taarifa ili uweze kuelewa mkasa mzima. Mifa TV hakuna kitu chochote ambacho utakikosa. Ngoja nikusomee taarifa ilivyo. FARDC imewashutumu AFC, M23 na jeshi la Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano mashariki mwa DR Congo. Katika taarifa rasmi iliyotolewa Ijumaa Februari 20, 2026, jeshi la DR Congo FARDC limelahani mashambulizi ya kimfumo yaliyofanywa na muungano wa makundi ya wahasi wa M23 AFC na vikosi vya Rwanda RDF huko kaskazini na kusini mwa Kivu. Kulingana na vikosi vya FARDC, mashambulizi hayo ya kijeshi yametokea chini ya saa 24 baada ya kuanza kwa mapigano yaliyopangwa, na hivyo kuzoofisha juhudi za kidiplomasia za kusitisha mapigano yaliyopendekezwa na upatanishi wa Angola mnamo Februari 18, 2026 chini ya Rais Joao Manuel Gonçalves Lourenço. Taarifa ya FARDC inaelezea maeneo kadhaa ya mapigano ambapo vikosi maalum vya Rwanda na washirika wao wanaripotiwa kuanzisha mashambulizi mnamo Februari 18 na 19, 2026. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini inaripotiwa mashambulizi yametokea katika mji wa Hihula, eneo la Walikale na pia kwenye vilima kadhaa vya kimkakati katika eneo la Rushuru, huku katika mkoa wa Kivu Kusini uadui ukiasiri nyanda za juu za Fizi na Uvira, haswa vijiji vya Mikenge na Kalonge. Mbali na mapigano ya kijeshi, FARDC inalahani unyanyasaji dhidi ya raia huko Kivu Kusini. Katika miji ya Kahungwe, Kanga na Lugeje, taarifa hiyo inaripotiwa kuwa nyumba 4 zimechomwa moto. Tukio la kusikitisha pia limeripotiwa huko Kalonge ambapo kijana wa miaka 18 amepigwa risasi na kuuawa nyumbani kwake na washambuliaji. Katika hatua hiyo, jeshi la RD Congo limeomba kutekelezwa kwa makubaliano ya amani mashariki mwa DRC. Licha ya mashambulizi hayo ambayo wanayaelezea kama ujanja unaolenga kuharibu mchakato wa amani, FARDC imetangaza kuwa itadumisha msimamo wao wa kujilinda. Jenerali wa jeshi la FARDC amethibitisha tena kujitolea kwa pande zote kuheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano, huku akionya kuwa jeshi halitabaki kimya ikiwa mashambulizi dhidi ya nafasi zake na raia yataendelea. Hiyo ndiyo taarifa rasmi ambayo imetoka kwenye jeshi la DR Congo ambalo linaitwa FARDC. Kama ulikuwa hujatufuatilia hapa kwenye Mifa TV, unaweza ukatufuatilia ili usimiss taarifa yoyote ile za kitu chochote kinachoendelea huko DR Congo. Asanteni sana. Unaweza kusubscribe na kucomment kitu gani wewe ambacho unafikiria. Ungetaka DR Congo wachukue hatua gani? Jeshi la FARDC wachukue hatua gani kama walivyosema hawawezi kulikalia kimya kitu kama hiki? Kwa hiyo ungetaka kitu gani? Na wenyewe wazidi kushambulia, watafute amani kwa kuongea na makubaliano. Asanteni sana. Mtangazaji wenu ni William Ebisampela Hatan aka Mane Magnet, alikoti ni baba sita wa mama sita, wote unawafahamu wewe. Wananiita mboga chungu siku hizi, Mfalme Nebukadneza wa kizazi kipya. Asanteni sana. Ni Mifa TV.